walitenda. Mlimani wa mitume, uzimani Bwana Yesu, mwenye kupenda uzima, apande pa mulima, atashuka mbinguni ya kulipa waaminifu kadiri kazi walitenda. Atashuka mbinguni ya kulipa waaminifu kadiri kazi walitenda. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu, Mungu wa kizila, Mungu wa kumbingu, Mungu wa maajabu, Mungu wa uzima wetu, tumesema asante kwa yote unaotenda katika maisha ya kwetu. Kama sio wewe Mungu, tungekuwa wapi sisi leo? Kama sio Mungu, hakuna mtu anasema kusema ataishi kupitia uwezo wake. Na kwa maana Mungu tumesema asante mchana wa leo. Tazama ujua mzima umetuchunga, umetulinda. Wangapi wenyewe kustahili, wangapi wenyewe kuabudu wakina kweli, lakini leo Mungu wanaitwa marehemu. Wangapi leo Mungu katika tabu mbalimbali, kwa neema sisi Mungu tumeishi. Na kwa maana tunasema asante kwa yote unatenda Mungu wa yetu. Tulikuwa marafiki, tulikuwa na majamaa, leo hii Baba hawa pamoja na sisi. Mwezi uliopita yote Mungu anatoweka. Lakini sisi kwa neema ya kwako Mungu umetulinda, tulikupatia nini? Na kwa maana umestahili sifa na shukrani. Na kwa maana Mungu tunakubariki mchana wa leo. Acha basi walioko wazima wapate kusifu. Wale unaoandika wenye kuishi wazima wapate kusifu wa milele. Na kwa maana Mungu tunatambua kusema uzima wetu ni mikono ya kwako. Mchana wa leo Mungu, ndani ya nyumba la kwako tumekuja ili upate kutusafisha Baba yetu. Uturehemu na ututakase na uweze kusema na sisi. Utufundishe njia ya wokovu, utufundishe njia ya woga wako. Tutembelee katika njia ya woga ili tuweze kufikia mwisho wa imani, mwisho wa kuse yetu. Mwisho wa kuse yetu Mungu ni yeye mwana wako pate kurudia, tukapate wokovu siku ya mwisho. Na njoo nia yetu, kimbilio ketu Mungu, na mapenzi yetu Mungu siku za mwisho tukapate uzima. Kitu gani kia chini ya dunia kinashinda uzima wa milele? Na njoo kwa maana Baba yetu, kila siku tumekuja chini ya miguu ya kwako, tupate kulishwa, tupate vile vile kupewa nguvu tena kupya. Basi tazama mahali hapa uweze kututosha katika hali ya umutu. Utufike mwili takatifu kwa ajili ya kazi ya kwako. Uweze kumtosha mtumishi wako katika hali ya umutu Baba yetu. Na mbingu ipate kumfunika mahali hapa Mungu, upate kufunikiwa na mbingu kubwa. Damu ya Kristo ifike mahali hapa. Mwanzo na mwisho ibada uweze kuchengwa na maandiko matakatifu, maneno matakatifu, na uweze kupata mbinguni. Kulikuwa watu wa mbalimbali wagonjwa na wengi wa makesho mbalimbali, lakini kupitia neno ya siku ya leo mmoja na mwingine kupitia hali yake Mungu anaweza kumalizika. Utuwezeshe, utunganishe na maombi ya walimu msingi. Anatuombea Mungu mahali hapa, tutapatikana maombi yake pata tusaidia nguvu kwa ajili ya kazi hii Mungu. Ndani ya utume tumesema hili mjina Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa ajili ya ibada takatifu ya siku ya leo, mtume mkubwa utumie kitabu barua yake ya mtume Paulo kwa Timotheo. Barua ya pili ya Timotheo sura yake ya 4 mstari wa 7 mpaka 8. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. Kichwa leo nasema kupiganishia wokovu. Kichwa leo nasema kupiganishia wokovu. Sura yake ya 7 inasema hivi. Mstari wa 7 unasema, nimeshindana vizuri, nimekimbia na kufika mwisho wa mashindano yangu, nimelinda imani yangu. Tangia sasa nimetayarishwa
nimetayarishiwa zawadi ya ushindi, ndiyo ile taji ya kazi ambayo Bwana anayekuwa mwamuzi wa haki atakayonipa siku ile ya kurudi kwake. Wala hata nipa mimi peke yangu, lakini na wale wote wataopenda kumwona wakati atakaporudi.